Na mtazamaji, karibu. Kwa hivi sasa kama nilivyokufahamisha mapema kwamba tutalazimika tuweze kumtafuta waziri Ali Hassan Joho kwa yale ambayo aligonga vichwa vya habari hapo jana yakawa katika majarida tofauti hapa nchini Kenya kuhusiana na kupatikana kwa dhahabu katika eneo la Kakamega. Taarifa iliyokuwa nzuri muhimu katika vijiji vya Musoli, Isulu, katika ule mgodi wa Isulu, Bushangala. Lakini anayejua ukweli ambaye anapaswa kutueleza kilichoko hadi kufikia sasa si mwingine ni yeye kama waziri. Karibu sana Waziri Ali Hassan Joho katika studio zetu za Maskani, na shukran sana kwa muda wako, na tungependa kuweza utujengee picha kamili. Kwanza waziri, tueleze kuhusiana na hizi dhahabu. Kwanza, zipo, ni story, na kama zipo idadi yake ni vipi na ni yapi yanayofuata? Hamna kitu hapa. Na bila shaka nasawazisha kuhakikisha sauti yake anatupata waziri, ili tuweze kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho kimeendelea. Kumbuka kwamba ni masuala ambayo yalikuwa kwa yamejiri katika majarida hapo jana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika masuala. Lakini tusikie wakazi wenyewe wa Kakamega wanasemaje kuhusiana na swala hilo la dhahabu, alafu baadaye nimlete waziri aje kuchangia. So kama kwa hakika serikali iko na nia njema na wakaazi wa Kakamega ama wakaazi wa Ikolomani, haswa Isulu na Bushangala, the cooperatives ambazo ziko dearly affected zinavaa zikuwe empowered na zipewe enough resources and technology ya kufanya na kumine hiyo gold, kwa sababu we don't believe that mzungu ndio wako na rasilimali ambazo zinafaa kuchimba dhahabu kutoka hapa Kenya iende nje. Iwapo kweli masomo yetu ya hapa Kenya ina teknolojia ambayo inastahili kwa Mkenya hasa achimbe dhahabu na ikuwe retained to the government museum ama to the treasury of the government. So changamoto ya kwanza kwa hii sekta ya wachimbaji wadogo ni permitting na license. Nasemekana wasifanye kazi bila hizo, na serikali yenyewe wakati inasema imeweka vikwazo vingi sana ili huu mtu hawezi pata hiyo license. So kitu mimi naomba serikali mlegeze na mtuambie penye tutarekebisha, mpatie hawa artisanal miners permit. Alafu marketing brokers ni wengi na wanatukula sana, na hatuna uwezo wa kwenda sana vitu kama plating, unaona. Alafu sasa hii watu wameingilia story na leaching. So sisi tukienda kama tumeenda kusiaga, senate yetu most wana demand na baki huko, so hatuna faida vile. Tungependa serikali tusaidie katika TVET za kutufunza katika kuchimba gold. Ya pili, ningeomba kitu affect sana ni materials. Vifaa, hatuna helmets. Kwa mfano mvua ikikuja inatuharibia mahali pa kukinga, na unapata hatuna vitu kama hizo. And then transportations, sisi kama wakaaji hatuna transportations za kupeleka gold yetu mahali inapostahili. Ya tatu, ningeomba pia viongozi wetu watusaidie katika ukaaji na katika vijana vile wanavyokaa katika hii matumaini ya gold, ilipata katika kuwasaidia kuna kuelimisha. Mimi naona serikali ikiingilia hii shughuli hakuna maisha yetu ita improve. Hapa tutanyanyaswa tu kawaida juu mali mingi tenda mbele, ikituacha si wenyeji kwenye shamba tukihangaika. Serikali hata kama itaingilia kati ikuje tu kwa upande wa kufanya kama kutusaidia, lakini si mambo ya kufanya kama kutunyanyasa, kutupora. Hii ni mali yetu kutoka kitambo na tunatafuta development kutoka kwa hii kazi. Na bila shaka umeweza kusikia maoni kutoka kwa wananchi wa Kakamega, na moja kwa moja na mleta sasa waziri Ali Hassan Joho ili tuweze kuzungumza. Waziri, ni kwamba sasa hivi kuna taarifa za dhahabu iliyopatikana Kakamega yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 680. Je, kwanza taarifa hizi ni za ukweli na za uhakika au la? Taarifa ni za hakika, ni za ukweli. And by the way, that's just part of the finding. Inaweza kuwa hata kubwa zaidi ya hiyo. Tuanze kwamba kukubaliana kwamba ni taarifa za ukweli na za hakika.
Let's begin from there. Na hebu tueleze kabisa mchakato mzima wa kufanywa kwa utafiti mpaka kuweza kupatikana kwa dhahabu hii, alafu tuangalie matarajio ya wananchi baada ya kusikia kwamba dhahabu imepatikana yenye thamani kubwa kama hii. Kwanza Rashid, nataka nikwambie utafiti wa kutafuta rasilimali ya iliyo chini ya ardhi ama minerals inafanyika karibu taifa zima la Kenya, na hii inaweza kuwa imetangulia kwamba imetangazwa mapema ama it's the first one that finding has been announced or progress has been made, but nataka nikuhakikishie utafiti unafanywa taifa zima. So mwaka wa 2022 serikali iliwekeza katika kitu inaitwa Aerial Geophysics Survey, yani ilirusha ndege kuangalia occurrences za minerals ziko wapi, na tukakuta mahali kwingi tu ambayo unakuta occurrences za dhahabu, za copper, za coltan, cobalt na kadhalika na so on and so forth. Sasa what happens thereafter ni unapata kampuni ambazo zinawekeza kufanya exploration ama prospecting. So in Kakamega, in the western block, that block prospecting imeisha. Sasa we're progressing to kitu tunaitwa mining licensing, ndio waanze kuchimba kwenda chini. So kutakuwa na mahali kwingi sana ambayo kutatoka uwezo wa kupatikana rasilimali za mineral katika taifa letu. Naam, labda pengine kuja kuzungumza kwa sababu imeweza kupatikana sahihi. Unasema kwamba tunaangalia masuala ya leseni, watakaochimba watakaokuwa wanapaswa kuweza kuchimba dhahabu hiyo. Umesikia wananchi pale wanasema kwamba hii ni taarifa njema, wakiwa na matarajio kwamba itawafaidi wao, itawafaidi jamii, lakini wanahofu kwamba isipofanywa vizuri huenda wasione faida ya dhahabu kupatikana katika mashamba yale. Umejipangaje kama waziri, kwa sababu mwisho wa kuisha watakuwa wanakuangalia? Sasa Rashid, nataka nikueleze kwanza sheria inasema nini. Number one, kwanza wacha niiweke wazi, kwa sababu nimesikia speculation mingi sana, watu wakisema kwa nini Wakenya wasichimbe wenyewe. Nataka nitofautishe. Iko nafasi ya Wakenya kuendelea kuchimba. Hii watu ambayo tunaita artisanal miners, wao nafasi yao ipo, na hiyo nafasi haiendi mahali, itakuwa demarcated na wataendelea kuchimba. Lakini Rashid, nataka nikwambie na Wakenya waelewe, the finding of this particular asset imeenda more than 1 kilometer underground, imeenda chini zaidi ya kilomita 1 kuelekea kilomita 2 chini ya ardhi, na not everybody can have the capacity kwenda kutafuta dhahabu ambayo iko kilomita 1 ama kilomita 2 chini katika ardhi. So it requires number one specialized equipment, experience, know-how and technology, na massive investment. Rashid, katika hii ya Shanta Gold, when you look at the investment plan ambayo wameleta kwa wizara yetu, utakuta kwamba kufikia mpaka waanze kutoa dhahabu watawekeza pesa zisopungua $510 million. Milioni 510 ndio uweze kufikia over 1 to 2 kilometer underground to get the gold. So Rashid, tell me, ukiniambia mimi ati mimi mwenyewe nenda uchimbe, nitafika kilomita 2 kweli huko chini nitoe dhahabu? Number one. Number 2, nataka ndugu zangu wa Kenya waelewe, Kenya is not the only country with minerals. We are actually competing with Tanzania, with Uganda, with Rwanda, with DRC. Ziko kila mahali. Na mining is not done here for the first time in the world. Inafanyika na kuna practices around the world ambao kuchimba kwa madini kunafanyika. So what do we do as a government is to create that environment that caters, number one, for community and the public and the larger interest of Kenya. Sasa hii imeekwa namna hii. Kwanza kuna 3% royalty ambayo inapatikana kutoka gross value ya asset. Then kuna 5% of export levy. Then kuna 1% of gross revenue asset that goes directly to the community, meaning in that area we have what we call as community development agreement put in place.
between the community na watu ya wawekezaji, so that 1% gross, and it may sound small, 1% gross mtu anaweza kuona ni pesa kidogo, lakini nitakupa mfano tu wa Base Titanium. Base Titanium sasa hivi tumecalculate pesa ambazo zinafaa ziende kwa jamii directly ni karibu milioni 970, if I got it right. But in general, over 900 million. That is the money that is supposed to go to the community. Then there is 10% of the asset that is given to Kenya government on free carry basis, meaning serikali haiwekezi, lakini it gets 10% shareholding katika ile asset. So then there is the normal taxes ambaye lazima watalipa. What is interesting for Kenyan people to note is that number one, the direct investment that will come into the country. Two, employment, asilimia 90 of employment, it will be from people within the areas. So, and I would like to give an example of Base Titanium that just ended mining. They had employed over 2,000 young people of Kwale County. So we are looking at this asset to be processed by a big number of employment kwa watu wa maeneo yale ambaye the Western Block pale Kakamega, Vihiga and so on and so forth, and a bit of Siaya. Opate hiyo ajira. Two, we have prepared ourselves with government. Tumetengeneza refinery ya gold pale Ikomani. Meaning we will not export raw gold. We will process our gold to bullion. So that there is high level of accountability. Now, what I want to urge my brothers and sisters in the country is that let us not critique and politicize negatively, because mining doesn't only happen in Kenya. Minerals are not only found in Kenya. Minerals are found all over the world. If we make it hard for investment, somebody else will grab it quickly. And that is why it explains Tanzania sahi wako asilimia 11, Rashid, of their contribution to their GDP from mining. We are on 1%. 1%. So swali ambalo najiuliza mimi, should we continue to speculate to say tuko na rasilimali and we make it hard ziende kukaa chini ya ardhi na hazisaidii mtu? What is important to note, katika royalty inagawanywa mara 3. Mara moja inaenda kwa serikali ya kitaifa 70%. Mara ya pili 20% goes to county government and 10% goes directly to the community. Directly to the community. And 1% goes to the development committee of the area, which decides they want to do a school, they want to do water project, they want to do whatever project, they sit by themselves and decide the project they want to. So there's a lot of positive aspect to it. And we should be careful as a country so that we don't scare away the investment. We should not, because what we need to do is to cushion our people. Number one, kama kutakuwa na relocation, ifanye kwa ubinadamu, ifanye kwa thamani ambayo inastahili, ifanye kwa njia ya consultation, so that watu wetu wasifukuzwe, waelewe, and they are compensated adequately, and importantly is that they become part of the project. So mimi nataka kuwasihi tu kwamba hii ni ya kwanza. Hii ni ya kwanza. There is good findings in Isiolo, in Samburu, in Pokot, in Turkana, in Narok, in Marsabit, in Taita Taveta here, in Kwale. There's good minerals that have been found today, and we want to explore them. We want to extract them. Hazitusaidii. Rashid, madini ikikaa chini ya ardhi haitusaidii kama taifa, na jamii pia haisaidiki. So don't miscalculate kwamba 3%. In general, you realize it's a big percentage that will remain in the country. So tuache wasiwasi, Rashid. Na bila shaka nafikiri ameweza kueleza kinaga ubaga waziri kwamba 70% itakwenda kwa serikali kuu, 20% inakwenda. Rashid, mbona uhepa? Sijahepa, niko na wewe, sijahepa mheshimiwa. Bado niko na wewe. Nafikiri kama unanipata ni kwamba 70% amesema kwa serikali kuu,
asilimia 20 kwa serikali ya kaunti, alafu asilimia 10 moja kwa moja inaenda kwa jamii, na amesema kuna asilimia nyingineyo ambayo ni ya maendeleo katika jamii ile, na akisema kwamba atahakikisha kuna mazungumzo yanafanyika, maelezo yanazunguka kabla mtu ambiwe hama hapa uelekee pale, na haki itapatikana, na maendeleo ya maeneo yamepatikana madini ni wananchi ndio wanaamua wanataka maendeleo gani. Kwa amesema kwamba watu wasiwe na wasiwasi, haki itafanyika na mazungumzo yatafanyika ili kuangalia ipi njia sawa. Mtazamaji, naomba labda pengine nichukue ama niweze kuendelea kusubiri kama sauti iko sawa tuzungumze mengine, lakini amesema kwamba kuna tafiti zinaendelea Isiolo, Samburu, Turkana, Pokot, Kwale na maeneo mengine, na kutapatikana maeneo ya madini. Kwa hiyo kama itakuwa sauti yake imekuwa sawa tutaendelea naye waziri, lakini labda pengine kwa dakika moja nichukue mapumziko, tuangalie sauti yake, alafu nikirudi tuangalie tena kauli yake, hakikisho kwa wakazi wa Kakamega, alafu tuangalie masuala ya chama cha ODM.